Right. Na tutaongea naye pia msimamizi anayesimamia msafara huu wa kutoa msaada kwa wazee wajane wasiojiweza. Mambo vipi kaka? Tuko salama, tunashukuru Mungu. Asante sana. Labda tukufahamu kwa majina? Kwa majina naitwa Carmel. Natokea Zaleka. Asante. Msaada huu uliopatikana kutoka kwa DM na tunaona wewe ndio unayeongoza msafara. Wewe naye ni wandugu au ni marafiki tu? Kwanza cha kwanza tunashukuru Mungu. Tulitoka nyumbani ni mbali kusema tufike hapa. Tunajua mambo ya njiani, suko huku na huku, lakini tunashukuru Mungu. Tunafika salama na kijana DM ni rafiki yangu, ni mdogo yangu na amewaza vizuri. Alipata kidogo na amerudisha kwa jamii. Nampongeza sana. Asante. Hata maandiko pia yanasema ya kwamba toa ili upate zaidi na Mungu anabariki yule anayetoa. Kwa nini wewe na rafiki yako DM mmepata mawazo ya kusaidia nje ya kambi na kutokusaidia wakimbizi? Hiyo ni kweli, na unajua kila siku wanasemaka mkono ambao unatoa njoo inapokea baraka. Na mimi kwanza nampongeza kwanza kwa hiyo. Na msaada haijalishi sehemu hapo ulitoka sehemu fulani, hapana. Basi kama alijisikia kufikisha mahali hapa, siku nyingine anaweza jisikia kufikisha mahali pengine, lakini kwa sasa alijisikia kufikisha mahali hapa na mimi nampongeza pia. Ni mara ngapi anakutuma au mnakuwa mnasaidia wajane na mayatima na watu wengine? Ni mara nyingi, lakini kwa sasa naweza sema ni mara kwanza tunafika kusaidia umati kama hivi. Na mimi natumaini haitaishia hapa, ataendeleza. Kwa mapokeo mliopokelewa hapa mnajisikiaje? Watu ni watu wazuri sana. Kwanza Mungu awabariki, walitukaribisha bien. Nasikia sasa walifika hapa depuis asubuhi. Sisi tukawaangusha kumuda, tukakia fika ma 13h passé, mais walituvumilia. Mungu awazidishie kabisa, tunashukuru sana, walipokea bien sana. Msaada huu ukiendelea kutolewa kwa watu tofauti au tofauti na wakimbizi, ni vizuri au ni vibaya kwa upande wako? Ni vizuri sana, tena sana. Kwanza naweza pendelea hata mmoja kati yetu next week tena tukue. Next week tena tukue hivyo na hivyo, itakuwa jambo la kufurahisha sana. Na tutaongea na senior group au kiongozi mkuu anayesimamia village hii ya Mulibwanji. Tilibwino Mulibwanji. Tilibwino so. Tikudziweni kumaina. Ina jina anga ndine senior group Gunde. Mdelino la senior chief Masula. Mboma lino la Lilongwe. Ziko mkwambili. Amukumva bwanji mtawemene DM na anati abwelesa mpaso apapa ku village Ngude. Ife kuno kumudzi kuno mama kamwa ineni loko ndoko mbili chifo yoti zimene mwachita apazi mwathokozera kwa bwana kuti no iwo achiti chiganizo chabwino pondisamalira makolo kuti no apezeko nsalu zomavala komanso mafunda ngakhenso kasopo kamene mwathandiza tamva kukoma kwambiri kuone kuti zimene ziziriwayikiza manja mwa Mulungu kuti no ambuye awatsogolere. So zimene zizithandiza bwanje makolo? Zimene zithandizira kuti no usonyeza kuti pamene pa pathandizika chifo cha zabwino zimene zachitikazi kuti no azitho kumbukira mwanayi kuti no iyenso naye na amene anali mudzi muno mzaka zapitazi. Mukokulu tilokondwa kwambiri pamodzi ndi makolo onsewa pa zimene zizo kuti no ambuye amutsogolere. Kwa ife tilokondwa kwambiri ifa cha azimayi onse. Azimayi wanso ndiye kuti amene ndi ochepa komabe tithokoze kuti atithandizira. Komanso tupempha kuti atithandizirenso atikumbukire mu tsiku lina chifukwa pali ena amene wakhala. Amene akhala utembekeze chithandizo chochekenso kwa mwana yemwe kuti no adzatithandizire monga mmene sanachitira mapapo kuti no zina mwa izo tithe uzindikira ndi kuti no Mulungu amathandiza udzeranso mwa anthu omwefe zomwambiri. Amene analandirawa ndi mazigogo onse ndi afu amazigogo amene akupezeka pa village pano? Amene wawo ndi mazigogo onse opezeka muno mudzi muno mwa Gunde mdera lino la senior chief Masula. Onse amene ndi okalembetsitsa kwambiri kone kuti ena apapo ndiye kuti na amene nsapeledwawa ndiye tupempha chithandizo chine chapadera kuti na amene apeledwawo chonde tugwada pansi kuti nso mutikumbukire mudzathandiza konso zomwambiri. Mtazamaji wa Revolution Media, tumeongea naye mkuu wa kijiji cha Gunde ambako ukifika Lilongwe unatoka Lilongwe unaenda Malingwende kisha unafika Gunde, na amesema ya kwamba anaendelea kushukuru sana kwa msaada waliopokea kutoka kwa DM na ni msaada mzuri sana. Pia wanaweza wakahomba tena muda mwingine wakapata msaada wa kusaidia wazee, maana ni watu ambao hawajiwezi. Vile vile anashukuru maana msaada huu umewasaidia kupata mavazi na chakula kidogo. Wanashukuru sana. Mulibwanje mama? Ndilibwino kainu. Tibwino. Ziko tikudziweni? Ine ndine Mai Mariko.
Zikomo. Unamva bwanje mtawi mmene unalandira mpaso? Namva kukoma kwambiri ndiponso madalitso ochokera kumwamba. Zomwe sitimembekezeka koma lero zosambekezeka lero zachitika chifukwa cha Mulungu. Ndithu zimene zizitandiza kapena bwanje? Izitu zothandiza kwambiri chifukwa chimene tinalibe lero tachipeza. Ndithu. Mtazamaji wa Revelation, huyu ni mama aliyepokea msaada na amesema ya kwamba anaendelea kushukuru sana kwa aliyetoa zawadi hii. Unaweza ukaambia nini watazamaji wanaokutazama muda huu kwenye Revelation Media? Sisi ni watoto wa Zaleka na tunatokea Zaleka, tuko hapo Muzi Lilongwe kumalingunde. Aksio yenye tunatuona hapa ni tunarudisha kwa jamii, tulitoa kidogo ambaye tulipata, na peti wetu anaitwa kwa jina la Dieme, yuko Marekani, na hii symbol ambayo unaona hapa ni nguvu kutoka kwake, na sisi tunamuunga mkono kufikisha mahali hapa. Asante. Mtazamaji wa Revelation Media, tulikuwa naye msimamizi wa msafara wa msaada uliotolewa kwenye kijiji cha Ngunde, kwenye kijiji Malingunde, kwenye kijiji cha Gunde. Mahana waliniambia kwamba ni Malingunde kwenye kijiji cha Gunde. Ni nje ya Lilongwe kabisa, na wamepokea vizuri msaada waliopewa, na wamesema tena ikiwa wakipata nafasi ya kupata msaada mwingine hata sabuni tu watashukuru zaidi sana. Upo nami mtangazaji wako Eswilonja, nyuma ya kamera ni timu yangu ya ufundi. Usikose kulike, comment na kusubscribe kwa ajili ya kupata leo mengi together.